Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika channel yetu tuzidi kuhabarishana. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Daktari Kaliwange Bagonza amevunja ukimya wake na kutoa msimamo mzito kuhusu mivutano ya kisiasa inayomzunguka mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu pamoja na maandalizi ya maandamano makubwa yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa Julai nchi kote. Hatua hii inafuatia kuwepo kwa ripoti za kiintelijensia zilizofikishwa kwa viongozi wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi pamoja na jeshi la polisi zikionyesha kuwa chama kikuu cha upinzani cha Chadema kimekuwa kikipanga kwa siri maandamano hayo makubwa kwa nia ya kumtetea mwanasiasa huyo pamoja na kudai haki za raia waliopoteza maisha yao au kuuawa vibaya na kuumizwa katika mvutano na maandamano ya mwaka uliopita. Kiongozi huyu mashuhuri wa kidini amewasilisha ujumbe wenye uzito mkubwa kwa jeshi la polisi pamoja na utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, hatua ambayo imezua mjadala mpana na kushangaza raia wengi kutokana na jinsi onyo lake lilivyoelekezwa kwa pande zote zinazohusika. Katika kuweka wazi mtazamo wake, Askofu Daktari Kaliwake Bagonza amebainisha wazi kwa haungi mkono mipango ya maandamano hayo yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa Julai, na ameenda mbali zaidi kwa kuelezea kuwa aamini kama maandamano hayo yatafanikiwa kufanyika kama ilivyodaiwa na wengi. Pamoja na kutofautiana na waandaji wa maandamano hayo, kiongozi huyo ametoa onyo kali lililovuta hisia na makini ya wanachama pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, akitaka utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kuwa hakuna matumizi ya nguvu yoyote yatakayofanya dhidi ya raia ikiwa maandamano hayo yatajitokeza. Amesisitiza kuwa serikali inapaswa kuzuia vitendo vya kupiga, kuumiza au kutesa wananchi wake wanaotaka ama watakao kuwa wameingia barabarani kwa nia ya kutetea haki zao, huku akionyesha kuwa hataki kuona damu ya Wanatanzania ikimwagika au raia wakiumizwa na vyombo vya usalama vilivyo chini ya serikali. Msimamo huo wa Askofu Bagonza sasa unaibua mijadala mikubwa katika duru za kisiasa na kidini nchini, kwani kiongozi huyu amewataka viongozi wa umma kujifunza kutokana na matukio machungu yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka uliopita, wakati katika kipindi hicho nchi ilishuhudia mivutano mikubwa iliyosababisha majeraha kwa idadi kubwa ya raia, uharibifu wa biashara na miundombinu pamoja na vifo ambayo wananchi kadhaa walipoteza na matumizi ya nguvu. Kutokana na uzoefu huu wa kusikitisha uliosababisha hasara mkubwa za kiuchumi na kijamii, kiongozi huyu wa kidini na kiroho ameeleza kuwa viongozi walio chini ya mfumo wa chama tawala wanapaswa kuonyesha hekima ya hali ya juu na kukimbilia njia za mazungumzo badala ya kuendeleza mabishano ya kisiasa au kutumia nguvu za jeshi la polisi dhidi ya waandamanaji. Amefafanua kuwa nchi haina sababu yoyote ya kurudisha makosa ya nyuma ama kurudia makosa ya nyuma ambayo tayari yameshaleta maumivu makubwa kwa taifa. Tofauti na wanasiasa wengi ambao mara nyingi huchukua upande mmoja katika mivutano kama hii, Askofu Bagonza amechukua msimamo wa katikati ambapo hataki kuona maandamano hayo yakifanyika, lakini wakati huo huo anapinga vikali raia kuumizwa pindi wanapotokea. Amebainisha kuwa yeye binafsi hahamasishi wala hahimizi wananchi kuingia mitaani kufanya machafuko au vitendo vya uvujaji wa amani, bali anatoa rai kwa viongozi na raia kwa ujumla kuepuka kutengeneza mazingira yanayoweza kuongeza mivutano au uhasama wa kijamii. Onyo hili limeonekana kuelekezwa kwa kina mdau anayehusika katika swala hili, kuanzia
kupitia kwa jeshi la polisi, utawala wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa serikali, viongozi wa vyama vya upinzani, vyombo vyote vya ulinzi na usalama, hadi kwa raia wa kawaida watakaoshiriki. Ujumbe wake mkuu umekuwa rahisi na unasisitiza umuhimu wa kuepuka makosa yaliyopita yasisababishe migogoro ya kijamii. Kiongozi huyu ameeleza waziwazi wake mkubwa kuhusu kauli mbalimbali zinazotolewa na watendaji wa kisiasa kwa sasa. Anasema kuwa zinafanana kwa kiasi kikubwa na mazingira yaliyokuwepo kabla ya matukio mabaya ya mwezi Oktoba ya mwaka uliopita. Amewataka viongozi wa upinzani na wale wa serikali kuwa waangalifu sana na lugha wanayotumia, kwa sababu maneno ya kisiasa yana uwezo wa kuchochea hasira na mivutano miongoni mwa jamii badala ya kuleta utulivu. Aidha, amebainisha kuwa majaribio ya serikali kusitisha maandamano kwa kutumia vitisho au maonyesho ya kijeshi kutoka kwa polisi yanaweza kuleta matokeo hasi, kwani hatua hizo hufanya maandamano yaonekana kuwa ya maana na muhimu zaidi mbele ya macho ya wananchi wanaotafuta mabadiliko. Shinikizo kubwa kutoka kwa vyombo vya dola zinaweza kuzaa matokeo ambazo viongozi wenyewe wanajaribu kuyazuia, suala ambalo limekuwa miongoni mwa hoja zinazojadiliwa zaidi na wachambuzi. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kuwa mtazamo wa askofu huyo unaonyesha wazi mjadala unaendelea nchini kuhusu namna bora ya kukabiliana na kudhoofika kwa umma, ikiwa ni kupitia njia ya maridhiano au kupitia matumizi ya mifumo vya usalama na nguvu za dola. Askofu Bakonza pia ameipinga vikali dhana kwamba kufadhaika kwa wananchi kunasababishwa tu na masuala ya uchaguzi au ushindani wa kisiasa pekee, akibainisha kuwa raia wana wasiwasi mkubwa kuhusu mambo mapana yanayoguza haki zao na ustawi wa nchi. Miongoni mwa mambo hayo ni pamoja na kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Antipas Lissu, pamoja na changamoto zingine kama vile kuenea kwa vitendo vya rushwa, matumizi mabaya ya madaraka miongoni mwa viongozi wa umma, ucheleweshaji wa upatikanaji wa haki kwa jamii mihili za mahakama, na kuwepo kwa migogoro inayohusiana na mfumo wa muungano. Hisia hizo zinazoongezeka miongoni mwa wananchi kwamba hawana uwakilishi madhubuti katika ngazi ya maamuzi haziwezi kupuuzwa, kwani ikiwa watu wanaendelea kuhisi kuwa sauti zao hazisikilizwi, viwango vya kudhoofika na hasira zinaweza kuendelea kupanda katika jamii. Askofu Bagonza amebainisha mwenendo wa mjadala huu kutoka kwenye siasa tupu na kuuleta kwenye masuala ya kijamii na ya kiuchumi yanayowaumiza wananchi kila siku. Kiongozi huyo amerejelea pia mikutano ya hadhara iliyofanywa na waziri mkuu hivi karibuni, akieleza kuwa amefichua changamoto nyingi sana zinazowakabili wananchi wa kawaida kote nchini, hali inayohitaji hatua za haraka kutoka kwa taasisi zote za kiserikali. Kuacha matatizo haya bila kutatuliwa kunaweza kuchangia kuongezeka kwa mivutano ya kijamii, hasa katika kipindi hiki ambacho Watanzania wanajadili kupanda kwa gharama za maisha, huduma duni za jamii, kodi kubwa na shinikizo kubwa la kiuchumi. Maoni haya yanatolewa wakati ambapo kesi inayomkabili Tundu Antipas Lissu imeahirishwa tena hadi tarehe 6 mwezi wa Julai, ikiwa ni siku moja tu kabla ya maandamano iliyopangwa kufanyika kabla ya tarehe iliyopangwa kufanyika kwa maandamano hayo makubwa. Uingiliaji kati huu kutoka kwa kiongozi mkuu wa kidini una uzito wa kipekee kutokana na historia ya Tanzania, ambapo viongozi wa kiroho wamekuwa na ushawishi mkubwa wa kuiunganisha jamii wakati wa mivutano ya kisiasa na kuonekana kama sauti zinazoweza kuzungumza nje ya itikadi za vyama. Wakati baadhi ya watu wakiona ujumbe huu kama wito wa upatanisho kati ya serikali na
upinzani, wengine wanaichukulia kama onyo la wazi kuwa viongozi wanapaswa kuchukua masuala ya umma kwa uzito mkubwa zaidi. Askofu Bagonza amehitimisha kwa kusisitiza kuwa vyama vya siasa vinapaswa kuruhusiwa kufanya shughuli zao za halali kwa uhuru pasina kuingiliwa na mtu yeyote.